بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehema Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, leo tunaendelea na somo letu la ifahamu sheria ya ndoa. Tumefikia katika kipengele cha kuelezea kuhusiana na mahari, ambayo kwa lugha ya Kiarabu inaitwa as-sadaq. Muallifu rahimahullah, hatua ya mwanzo ametueleza majina mbalimbali ya mahari. Miongoni mwa majina ya mahari katika lugha ya Kiarabu kuna maneno mengi ambayo maneno hayo yanatumika yakiwa na maana moja ya mahari. Moja katika maneno hayo ni as-sadaqu wan-nihlatu wat-tawlu wal-atiyatu kulluha bima'nan wahidin. Kwa maana maneno yote hayo manne tuliyoyataja yote yana maana ya mahari. Na muallifu rahimahullah, baada ya kuyaeleza majina ya mahari, ameeleza nini maana ya mahari katika lugha ya Kiarabu. Famaanaha lughatan, maana ya mahari katika lugha ya Kiarabu, ma wajaba binikahin, ni kile ambacho ni wajibu kutolewa pale ambapo mtu fulani atahitajia kuingia katika ndoa. Kile kinachotolewa ndicho kinachoitwa mahari katika lugha ya Kiarabu. Wa shar'an, na kwa mujibu wa sheria sasa ya Uislamu, mahari ni nini? Anasema muallifu rahimahullah, ma wajaba ala rajuli lilmar'ati, ni kile ambacho ni wajib, manake ni lazima kwa mwanamume kumpa mwanamke. Ghaliban, mara nyingi mwanamume hutoa kitu fulani, sawasawa itakuwa ni pesa au chochote ambacho kina thamani, na kumpa mwanamke. Bisababi nikahin, anafanya hivyo kwa sababu ya kule kuingia katika ndoa, au wat'i shubhatin, au pale itakapokuwa imepatikana kumuingilia mtu kwa shubha. Na shubha katika sheria ndani ya Uislamu zimeelezwa katika namna tatu. Kuna shubhatul fa'ili, na shubhatul mahalli, na shubhatul madhhabi. Tunaposema shubhatul fa'il, ni ikitokea mtu akaingia chumbani kwake kisha akamkuta mwanamke ambaye yeye amedhani yule mwanamke ni mkewe, kisha akafanya naye lile tendo, baadaye akaja kugundua kwamba yule mwanamke siye mkewe, basi anatakiwa kutoa kitu ambacho atampatia mwanamke huyo. Kwa hivyo ni kile ambacho kinakuwa ni kinatolewa mara nyingi katika kwa sababu ya ndoa au kwa njia ya shubha, watu shubha, kumwingilia mtu kwa shubha. Na shubha kama tulivyosema ziko aina tatu. Kuna shubhatul fa'il, kwa hiyo tulioieleza na kuitolea mfano ni shubhatul fa'il, na nyingine ni shubhatul mahalli. Shubhatul mahalli kaan wati'a amata mushtaraka, mfano wake ni mtu akamwingilia mtumwa wa kike ambaye wanashirikiana katika kummiliki. Maana yake hichi kitendo anachokuwa amekifanya hakiitwi zina katika sheria, bali kinaitwa shubha. Lakini shubhatul madhhabi ni ikatokea kuna kadhia ambayo kadhia hiyo kufanyika kwake kunapelekea baadhi ya wanazuoni kuizingatia kwamba hiyo ni zina, na baadhi ya wanazuoni kuizingatia kwamba hiyo sio zina. Mfano wake ni ndoa ya mtu ambaye amehirimia ibada ya hija, ndio mfano wake. Kwa sababu katika madhhabi Shafi'i au kwa mujibu wa kauli ya jumhuri al-fuqaha, mtu anapohirimia ibada ya hija ni haramu kuolewa au kuoa mtu huyo. Kwa hivyo atakapofanya kitendo hiko moja kwa moja kwa wao jumhuri al-fuqaha, ndoa hiyo haisihi. Lakini inda al-ahnafi, kwa al-imamu Abu Hanifa, ndoa hiyo inasihi. Jumhur kuna dalili walizozitegemea katika kulijuzisha hilo, na hawa madhhabul ahnafi wana dalili walioitumia katika kujuzisha. Hawa wamekataa kwa dalili waliotumia, na hawa wamejuzisha kwa dalili waliotumia, kwa sababu hii ni khilaf
ni tofauti za kimitazamo, lakini hizi tofauti ni miongoni mwa tofauti ambazo ni mu'tabaran fi shar'i, zinazingatiwa katika sheria. Basi huyu moja kwa moja hata hukumiwa kwamba kazini, bali hii inakuwa ni shubhatul madhhabi. Na kuna kanuni ambayo inasema idra'ul hududa bishubhat, pale ambapo kutakuwa na shubha fulani katika hukumu fulani, labda mtu anatakiwa kufanywa haddi, basi inaondoshwa ile haddi kwa kupatikana hiyo shubha. Huo ndo mfano wa namna gani pia kinaweza kutolewa kitu endapo itakapopatikana kitendo hicho cha shubha. Wanahu dhalika, na mfano wa hayo. Kwa hii ndiyo maana ya mahari. Lakini muallifu rahimahullah kuna faida ambayo ametuwekea. Anasema falmaana shar'i huna, hii maana ya mahari ya kisheria, awsau min almaana allughawi, ni maana pana zaidi kuliko hii maana ya kilugha. Wa huwa, na maana hiyo ya kisheria, maakhudhu min as-sadaqi wa qila min an-nihla, imechukuliwa kutokana na asili ya lile neno lenyewe as-sadaq, au imechukuliwa, na ipo kauli nyingine wanasema imechukuliwa kutokana na neno an-nihla au al-atiya, kwa mujibu wa namna walivyofahamu katika kuyatengenezea istilahi itakayoenda sambamba na sheria. Wa qad yajibu as-sadaqu min al-mar'ati lirajuli nisfu al-mahri. Kisha hapa anatuletea taswira mbalimbali ambazo anasema waqad yajibu sadaq, kuna wakati inakuwa ni wajibu kutoa mahari, minal mar'ati lirajuli, kwa maana yule mwanamke anatoa kitu kinachoitwa mahari kisha anampa mwanamume, lakini hicho anachokitoa inakuwa nisful mahri, inakuwa ni nusu ya mahari, sio mahari kamili. Kama idha arda'atil kubra sughra, mfano wake ametuletea taswira ya kwamba ni wakati gani mwanamke anaweza kumpa ama kumrejeshea mwanamume aliyemuoa akamrejeshea mahari. Akasema ni pale ambapo idha arda'atil kubra sughra, huyu mwanamume ana wake wawili, ana mke mkubwa na ana mke mdogo. Ikatokea huyu mwanamke mdogo akawa yupo katika umri wa kunyonya, lakini ameolewa. Huyu mwanamke mkubwa akamnyonyesha mwanamke huyo mdogo. Moja kwa moja hiki kitendo pale kitakachokuwa hichi kitendo kikipatikana, moja kwa moja huyu mwanamke mkubwa huyu atatoa nusu ya mahari kumrejeshea yule mume, kwa sababu yule mume hatokuwa tena ni mume wa huyu na huyu mke mdogo, bali atakuwa ni baba wa huyu binti wa kunyonya. Kwa munasaba wa kule kunyonya atazingatiwa ni baba na sio mume. Kwa hivyo kwa sababu alitoa mahari, moja kwa moja huyu mwanamke mkubwa kwa kile kitendo alichokifanya, basi anaambiwa na sheria amrejeshee nusu ya mahari mwanamume huyo. Fayajibu min al-kabira lizawji, ni wajibu kwa huyu mwanamke mkubwa kumpa huyu mwanamume nisful mahari, nusu ya mahari. Kisha akasema waqad yajibu min ar-rajuli lirajuli, na wakati mwingine inawezekana ikawa ni wajibu mwanamume kumpa nusu ya mahari mwanamume mwenzie. Kivipi? Kama idha shahida inda al-hakim, pale ambapo watakapotoa ushahidi huo ukawa ni wa uongo kwa hakim, anna baina az-zawji waz-zawja rada'un, wameenda kwa kadhi, imekuja kadhia, wakaenda kwa kadhi kwenda kuthibitisha kwamba baina ya huyu mwanamume na huyo mwanamke aliyemuoa, hawa watu wana udugu, na udugu wao ni udugu wa kunyonya, kwa maana mmoja wao amenyonya kwa mama yake, na huyo sawasawa atakuwa ni mama wa huyo mvulana au mama wa huyo binti. Kwa hiyo moja kwa moja kitendo hicho kinapelekea hii ndoa kuvunjika. Kwa hivyo hii ndoa ikivunjika, hawa pale watakapokuwa wamerejea katika ushahidi wao kukiri kwamba walifanya makosa kutoa ushahidi wa uongo, basi huyo atakayetoa, hao waliotoa ushahidi, moja kwa moja wanatakiwa watoe nusu ya mahari kumlipa huyo mume. Anasema thumma farraqa bainahuma, kisha kadhi akawa amewatenganisha. Farraqa bainahuma alhakim thumma raja'a an shahada, kisha wakarejea kukiri kwamba walitoa ushahidi wa uongo. Moja kwa moja basi allati shahidaha, moja kwa moja basi huyu hakim atakuwa amevunja ile ndoa kwa sura ile ya mwanzo, kwa baada ya kuwa umetoa ushahidi, kwa sababu hawa watakuwa ni ndugu, na ndugu hawafai kuoana.
kadhi atavunja ile ndoa. Lakini watakapokuja kurejea na kukiri kwamba walitoa ushahidi ambao sio sahihi, basi wale watarudi katika ndoa na hicho kitendo, basi huyo mwanamume anapaswa kumpa nusu ya mahari huyo mwanamume mwenzie. Kwa hii ni katika faida ambayo tunaipata katika somo kitabu chetu hichi cha Al-Miftah Libab An-Nikah. Lakini muallifu rahimahullah hapa anaeleza dhabitu sadaq, kidhibiti cha mahari. Anasema tunataka kuijua mahari ni kitu gani hasa ambacho mwanamke anatakiwa kupewa, kwa sababu katika taarifu ya kisheria tumesema mahari ni kile ambacho ni wajibu mwanamume kukitoa pale ambapo anapotaka kumuoa mwanamke. Sasa hichi kinachotakiwa kutolewa kinatakiwa kiwe na sifa zipi? Ndicho tunachoenda kueleza. Anasema dhabitu sadaq, kidhibiti cha mahari, kullu ma sahha kaunuhu mabi'an 'iwadan, kila kinachofaa kuwa ni bidhaa, tena bidhaa yenye kuuzwa moja kwa moja, hiko kitu kinafaa kuwa mahari. Chochote ambacho kinafaa kuwa ni bidhaa ambayo unaweza kuipeleka sokoni na ikauzika, basi hicho kitu kinafaa kuwa mahari. Au muawidhan sahha kaunuhu sadaqan wa ma la fala, au malipo, chochote kinachoweza kuwa ni malipo ya kitu fulani. Nikipeleka redio yangu sokoni, baada kupeleka redio yangu kuiuza sokoni, kile nitakachopewa baada ya kununuliwa pia kinafaa kuwa nini? Kuwa mahari, maana yake pesa. Wa mala fala, kwa hivyo chochote kitakachokuwa hakina sifa hizo tulizozitaja, kwamba hakina sifa ya kuwa ni bidhaa inayoweza kuuzwa na ikauzika, wala hakina sifa ya kuwa ni kitu ambacho kinaweza kununua kitu moja kwa moja, hakifai kuwa mahari. Lakini katika faida ambayo ameiweka muallifu rahimahullah, na sisi katika vipindi tu baadhi tulivyokuwa tukieleza, tulikuwa tunataja maharul mithli wal musamma. Kuna kitu kinaitwa maharul mithli na kuna kitu kinaitwa maharul musamma. Maharul mithli ni nini? Mahari ya mfano au mahari yenye kutajwa. Tunasema maharul mithli huwa ma yuraghabu bihi mithluha, ni kile ambacho kinapendelewa kutolewa na wanaofanana na huyo mwanamke anayetakiwa kuolewa. Maana yake kuna familia, hiyo familia ina watoto wa kike. Baada ya kuwa na watoto wa kike, familia hiyo ina kiasi maalumu ambacho imekiweka. Kiasi hicho ni maalumu watoto wao wa kike kuolewa kwa kiasi hiko. Kwa binti yoyote ambaye atatakiwa kuolewa katika familia hiyo, itaangaliwa wale ndugu zake wameolewa kwa mahari kiasi gani. Kile kiasi ndio kinaitwa maharul mithli, na kuzingatiwa kwake hiyo maharul mithli inazingatiwa kwa hasaban, hadhi ya familia, wa nasaban, na nasabu ya familia, wa bakaratan, na kwamba mabinti hao ni mabikran, wa thuyubatan, na mabinti wasiokuwa mabikra. Hiyo ndio maharu almithli. Kwa hiyo utakapoenda katika baadhi ya familia ukaambiwa mahari ya binti yao ni 1,000,000, basi ndio wao wamechagua, kwa sababu dada zake, ndugu zake katika familia hiyo wameolewa kwa kiasi hiko. Ikiwa utaenda katika familia ukakuta mahari inayotumika katika kuolewa mabinti hao ni 3,000,000, 4,000,000, 5,000,000, 500,000, 200,000, basi hiyo ndio inaitwa maharul mithli kwa mujibu wa kuzingatia vitu hivyo. Wa amma almusamma, ama maharul musamma, fahuwa ma yudhkaru fi aqdi nikahi, ni ile inayotajwa pale ile ndoa inapofungwa. Sawaun kana mahara almithli, sawa itakuwa ni ile mahari ambayo anapaswa kupewa binti huyo kutokana na hayo tuliyotaja, au aqallan, au ikawa ni chini zaidi, au akthara, au ni nyingi zaidi. Kwa kile kinachotajwa pale ambapo ndoa inafungwa, hiyo ndio inaitwa mahrul musamma. Wa'lam, tambua, anna tasmiyata almahri, kule kuitaja mahari, fil aqdi mustahabbatun, katika ndoa ni jambo ambalo linapendeza, ni katika sunna. وقد تجب التسمية في صور مذكورة في المطولات, na kuna wakati inaweza kuwa ni wajibu kutaja hiyo maharul musamma katika sura mbalimbali ambazo zimetajwa katika vitabu ambavyo ni vikubwa. Tutakapofika huko insha Allah tutakuja kueleza kwa upana. Kisha muallifu rahimahullah
anaendelea kusema wa idha khala al-aqdu min at-tasmiyati, ikiwa ndoa itafungwa lakini ikawa ndoa hiyo haikutajwa hiyo mahari, fa in lam takuni zawjatu mufawwidatan, ikiwa yule mke kwamba yeye hakuruhusu kuolewa pasipo kutajwa mahari au kutaka mahari, istahaqqat mahara almithli bilaqdi, atastahiqi kitu kinachoitwa maharul mithli, kwa maana kaolewa binti lakini hakutaja mahari yake, wala katika makubaliano hakutaja mahari yake, moja kwa moja basi mahari atakayostahiki kupewa atapewa ni maharul mithli, kwa mujibu wa kuangalia nasabu yao, kwa mujibu wa kuangalia heshima ya familia yao, wa maila dhalika. Wa in kanat mufawwidatan, ikiwa huyu binti ye mwenyewe ametaka kuolewa pasipo kutaja mahari, kwa sababu at-tafwid wameeleza wanazuoni maana yake huwa an yaskuta tarafani an ta'yini sadaqi, kwa maana sehemu zote mbili wamekaa kimya na kuto kueleza mahari ni kiasi gani. Upande wa mume hakubainisha mahari ni kiasi gani, na upande wa mke hakubainisha mahari ni kiasi gani. Hapo waliponyamaza, hina al-aqdi wa yufawwidhu ila ahadihima au ila ghairiha, na ikawa ameitegemeza ile mahari kwamba mtu mwingine ndio aitaje au mtu yoyote asiyekuwa wao. Kwa hiyo ndio maana ya at-tafwidhu al-mahri. Ka an qalat liwaliha, mfano yule binti akamwambia wali wake, zawijni bila mahrin, niozeshe pasipo kutoa mahari yoyote. Fazawajaha kadhalika wajaba al-mahru bi ahadi thalathat ashya, sawa sawa atakuwa kamuozesha kwa njia hiyo, basi moja kwa moja wajaba al-mahru, itakuwa ni wajibu binti huyo kupewa mahari bi ahadi thalathat ashya, endapo yatakapopatikana moja katika haya mambo matatu. Jambo la mwanzo, fardhu zawji ala nafsihi mahran mithliha, ni yule mume mwenyewe kukadiria mahari ambayo itakuwa ni sawa sawa kumpa binti huyo, halan ma'ridaha bihi, hapo hapo wakati wa ndoa, pamoja na yule binti kuridhia mahari hiyo. Lakini sura ya pili, wa fardhul hakim, hakim anakadiria idha mtana az-zawju au tanazaa fil qadri, pale ambapo huyu mume atakuwa amekataa kutoa kiasi kilichotajwa, au tanazaa fil qadri, au ukapatikana mzozo katika kiasi kinachotakiwa, huyu anasema milioni, huyu anasema 700,000. Kwa endapo utakapopatikana mzozo kama huo, moja kwa moja itapelekwa kesi hiyo kwa kadhi, na kadhi atakadiria mahari ambayo ataona binti huyo anafaa kupewa. Wa wat'uhu iyaha, na kule kumuingilia huyu mume atakapomuingilia huyo mwanamke. Wa mithluhu mautu ahadihima, na mfano wa hayo ni kufa mmoja katika hao wawili. Akifa mmoja katika hao wawili, kisha ikawa kuna namna ya kuozeshwa huyu binti hali ya kuwa hakutaja mahari na wali wake akafanya hivyo, kwa likipatikana moja katika haya, basi moja kwa moja mahari hiyo binti huyo atapewa mahari ambayo ni mithli. Katika faida tunayoipata, anasema muallifu rahimahullah, yasihu ja'lu sadaqi halan wa muajjalan, inasihi kuitoa mahari sasa hivi na ukaitoa baadaye, inafaa katika sheria ya Uislamu. Bi ajalin ma'lum bil ijma, lakini huo muda uwe unajulikana kwamba ni makubaliano, wanatakiwa wakubaliane muoaji na muolewa kwamba kwa sasa mahari sina, lakini nitakupa mahari yako baadaye. Lakini ni lazima kwa mujibu wa ijma ya Waislamu kwamba lazima kuwe na muda maalumu wa kupewa dada huyo mahari yake. Wala yasihu at-ta'jilu indana bil maut au al firaq, na hayusihi katika madhhabi yetu kuiwekea muda mahari, kwamba mahari tumekubaliana kuna kiasi nitakumalizia, au ile mahari sikukupa kabisa lakini kakuoa bila kukupa mahari, kwa maana nitakuja kukupa mahari yako baada ya wewe kufa, ima mimi nife au wewe ufe au kule kuachana. Hii katika madhhabi yetu, madhhabu Shafi'i, ni jambo ambalo wamelikataa. Falau asdaqaha 150 halan, lau atampa mfano 150,000 akampa sasa hivi, wa 50 muajjala, na akaahidi kwamba mahari ilikuwa 200,000 lakini akampa 150,000 sasa hivi, na akamwambia 50,000 nitakupa kwa muda fulani, tahillu bimautin au firaqin, kwa maana mahali hiyo atapewa kwa kule kufa mmoja au kuachana, fasada sadaqu, mahari hiyo inakuwa imeharibika na haizingatiwi. Huu ni mtazamo wa wanazuoni kwa mujibu wa madhhabi ya Imam Ash-Shafi'i.
Kwa wajaba laha maharul mithli bil aqdi, na itakuwa ni wajibu binti huyo kupewa maharul mithli pale ambapo ndoa ilipofungwa, ikiwa makubaliano yatakuwa kabla ya kufunga, kabla ya lile tukio la ndoa. Wala yuqalu biwujubi nisfu almahri faqat, wala haisemi kwamba ni wajibu kutoa nusu ya mahari tu. Wayasihu at-ta'jilu bima dhukira 'inda al-Hanafiyya wal-Hanabila, na inasihi kutaka au kuwa na makubaliano ya kutoa mahari kwa kuzingatia kufa kwa mmoja wetu au kwa kule kuachana. Hii linafaa, lakini kwa mujibu wa madhhabi al-Imamu Abu Hanifa wal-Imamu al-Imamu Ahmad ibn Hanbal, kama huwa mu'tadu al-ana, kama ilivyokuwa imezoeleka sasa hivi kwamba ni watu wanakubaliana kwamba mahari sawa sawa, unataka hiyo 200,000, hivyo mimi nitakupa 1,500,000, lakini na 50,000 nitakulipa baadaye. Wa hina idhin falwajibu laha almusamma la maharul mithli, kwa hivyo itakuwa ni wajibu binti huyo kupewa ile mahari itakayotajwa pale katika ndoa, la maharul mithli, na hatopewa mahari almithli. Tuendelee kuwa pamoja katika kipindi chetu cha Ifahamu Sheria ya Ndoa ili tuyafahamu mengi yanayohusiana na ndoa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.